Natumai ujema pale popote ulipo msikilizaji, kwenye muktasari dawati la wings saa 9 tangu Brian Kipngeno. Viongozi wa chama cha ODM katika kaunti ya Busia wapuuzilia mbali malalamishi ya hivi majuzi katika uchaguzi wa chama hicho, huku wakisema kuwa tayari mikakati ya kuboresha chama hicho kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027 yanaga. Familia 8 zimejwa bila makao baada ya nyumba zao kuangushwa na upepo mkali katika eneo la Ndiwa, kaunti ya Homa Bay. Na katika nyanja za spoti ni kuwa timu ya Harambee Stars Benin MC Kati amesema baada ya kuwa hawana nafasi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 watajaribu kufanya kila wanawezalo ili kuiweka timu pamoja, ikiwemo mechi za kirafiki. Aliyasema hayo baada ya kuinyeshea Ushelisheli mvua ya mabao 5 kwa nunge siku ya Jumanne uwanjani Kasarani. Rais wa taifa hili William Ruto ameweza kuwapokea mabalozi wa mataifa kadhaa ikiwemo katika ikulu ya Nairobi, ikiwemo balozi wa taifa la Algeria, Hungary pamoja na Norway. Msikilizaji, mabalozi hao watakuwa wakisaini mkataba mpya wa kibiashara na wa maelewano baina ya taifa la Kenya na mataifa ya matatu, ambapo shughuli hiyo inaendelea katika ikulu ya rais pale Nairobi. Kwingineko katika kaunti ya Busia ni kuwa wakazi wakabiliwa na changamoto ya ugonjwa ya selimundu, kuboreshwa kwa huduma kuwepo kwa meza kisasa katika hospitali level 4 ama akura iliyoko katika eneo la Teso kaunti ya Busia. Kwa sasa tunaarifiwa kuwa idadi ya waliopimwa na kupatikana na chembe ya selimundu ikifikia ni watu 78 kwa muda wa miezi mitatu. Katika taarifa za kimataifa ni kuwa Iran imekashifu vikali mauaji ya kiongozi wa Hamas huko Doha, na hiyo huko taifa la Israeli liliweza kuvamia mahali ambapo alikuwa akiishi kiongozi huyo, ambao alikuwa akijihusisha na uongozi wa Hamas pamoja na maongezi baina ya taifa la Israel taifa la Marekani. Hili limetokea kwa mara ya kwanza tangia taifa la Israeli liundwe, ni mara ya kwanza ikifamia taifa hilo la Doha. Akithibitisha, mkuu wa jeshi Jenerali Ben Gurion katika taifa la Israel amesema kuwa taifa hilo na jeshi hilo liliweza kufanya mashambulizi haya katika taifa hilo la Qatar mjini Doha. Nikiripotia Radio Wingu katika muktasari la dawati la Wingu saa 9, jina langu Brian Kipngeno.